Okay, umejaribu kuelezea kwa kirefu zaidi, na kuna baadhi ya vitu nilikuwa natamani sana niweze kukuuliza juu ya ili ambalo umetoka kulizungumzia, na kushukuru pia umeweza kulijibu. Kuna swala zima ambalo kwenye mkoa wetu wa Rukwa tunalo, hususan kwenye masuala mazima ya media. Nilijaribu kufanya media tour nadhani mwaka jana. Ndio. Kila media ambayo nilikuwa nazunguka jina lako lipo. Sasa nikawa najiuliza huyu mtu ni mtu kwanza wa namna gani? Kila redio amewahi kupita. Ipi siri pia ya mafanikio kwenye media? Okay, kwenye issue ya media, of course mimi nimekuja Sumbawanga, nilikuja mwaka 2014. Okay. Mwaka 2014 mwezi wa 10. Kwa hiyo nilikuja of course kwa ajili ya radio moja. Okay. Ambayo ilikuwa ni Ndingala FM radio. Ndingala FM, yes, nakumbuka nilikuja kama mtu ambaye nakuja kudeliver vifaa, lakini kwa kipindi cha nyuma watu wakumbuke tu kwamba of course mimi nilishai kupita kwenye radio zingine nyuma. Radio yangu ya kwanza kufanya kazi mwaka 2009 ilikuwa ni Hot FM, ilikuwa Iringa, na baada ya hapo nikatoka nikaingia Ibon FM. Okay. Nikafanya kazi kutoka Iringa. Iringa, yes. Naifahamu pia. Ilikuwa iko chini ya kampuni moja inaitwa The Big Time Highland. Okay. Nimefanya kazi pale Ibon miaka tangu 2009. Nikaja mwaka 2014 mwezi wa 9 ndio nikaondoka Ibon. Okay. Nikaenda zangu Dar es Salaam kwa ajili ya harakati zingine. Katoka Dar es Salaam basi nikawa supplier wa vifaa vya masuala ya studio, radios na nini. Baada hapo nikatoka kwa experience ya huo muda wa miaka 6. Nilikuwa tayari nishajua vitu vingi sana kwenye field ya media. Kwa hiyo nikatoka kule nikiwa najua kila kitu kuhusiana nayo mambo. Kwa sababu that time kulikuwa na radio moja tu ya dini hapa. Kwa hiyo ilipokuja hii ilibidi ije kitofauti. Sasa ili kuweza kuja tofauti, mmoja kati ya watu ambao ni muhimu sana kwenye media ni mtu ambaye yuko production. Okay. Sasa na mimi ndo nilikuwa huko ambako nasema nakupenda na nilikobobea. Iwe production ya video, iwe production ya audio processing, iwe mastering, iwe music, iwe nini hivyo. Kwa ikabidi kuanza kufundisha watu kila kitu. Kwanza sio hivyo tu, hata muziki wa kwetu wa ndani. Ilibidi kuanza kuelimisha wasanii wetu kuanza kutengeneza muziki mzuri. Okay. Sio unaelewa, ili kufika kwenye level ambayo tunaitaka. Na ilifika time mpaka watu wakachukia kwa nini inakuwaje, lakini ilikuwa ni sehemu ya kutengeneza base. Na inawezekana pia watu wengi waliambukizana vitu vingi kwamba bwana jamaa kifanya hivi ukipeleka ngoma pale kama ngoma yako ina sijui nini. Sasa ilikuwa elimu ya muziki kwanza ilikuwa bado haijakaa sawa. Okay. Na tuna mifano unakuta mtu anakuletea muziki hujafanywa mastering. Alafu muziki unakuta ule wimbo ambao unapigwa una high frequency zimezidi. Kwa hiyo ile unavyoisikia wao wanasema eti ndio stereo. Sio, unanielewa? Kwa hiyo elimu ya muziki ilikuwa haipo. Kwa hiyo sisi tulivyokuja kama wageni, hasa hususan mimi nilianza kuzikataa hizo nyimbo kwa sababu nilikuwa na kipindi hicho kinaitwa Afro Seiko. Okay. Kipindi hicho nilikuwa nafanya kipindi kinaitwa Afro Seiko, lakini nilikuwa nafanya pia production. Okay. Kwa hiyo kwenye kushift huko nikatoka hapo then tukaanza kujenga tena radio nyingine inaitwa Voice FM. Voice FM, yeah. Kwa hiyo tumejenga radio of course mpaka last time mara ya mwisho owner wa radio alikuwa hayupo, mkurugenzi alikuwa hayupo, nikawa nimebaki mimi na mafundi wengine ambao tulikuwa tunasaidiana kufanya. Of course tukafunga ikaisha, then tuka start up ikaleta evolution nyingine na power nyingine. Kwa hiyo ikawa ni mtiririko wa matukio. Yani unakuta mtu ametoka kwenye hichi anazidi kukua na kuingia pale pia kapewa position ambayo ni ya juu. Of course ni sio gay kwa ubaya, lakini asilimia kubwa ya wafanyakazi ambao wanafanya kazi media kwa upande huu Mwenyezi Mungu alinipa kibali cha kuwapa nafasi. Hata ikitokea leo mtu atasema lakini ndio ukweli kwa sababu ya position ambazo nilikuwa napewa. Okay. Kwa hiyo tulishirikiana na hao watu tukafanya vizuri. Baada hapo nikaondoka. Of course nishafanya kazi pia kwenye radio zingine Mpanda huko. Umeona lakini kwa kipindi kifupi sana. Okay. Then baada hapo nimetoka. Then sasa hivi of course positions zilikuwa zinabadilika. Pale nilikuwa kama mkurugenzi wa vipindi vya uzalishaji pale Voice. Yeah. Ndingala nilikuwa kama production officer.
lakini pia na underground manager. Yani ni kama manager lakini you are not a manager. Okay. Alafu pia huku sasa Yobex mambo yamekuwa mengine tena. Kwa hiyo the big boss pale. Naam, ulikuwa nami Alex Philemon, CEO wa Ruiche Media. Tukutane wakati mwingine. Asante.